kwa ajili ya kufuatilia ripoti yetu hii ya hali ya mawasiliano kwa mwezi Juni, muda ulioishia Juni 2026. Awali ya yote ningependa kueleza kwa uchache sana kama ambavyo mkurugenzi mtendaji ameeleza. Ni kawaida kila miezi mitatu tumekuwa tukitoa ripoti fupi kuhusiana na utendaji wa sekta ya mawasiliano kwa miezi mitatu. Lakini mara nyingi imekuwa haifanyiki kwa kuwa na mkutano na jamii au wa umma na press. Lakini sasa tumeona ni vema tuanze utaratibu huu. Tumekuwa tukiziweka tu kwenye website lakini pia na machapisho, lakini tumeona ni vema sasa tuanze kuengage na umma zaidi waweze kupata tafsiri ya ripoti, lakini kuweza kuona hali ya sekta yao ya mawasiliano namna inavyoenda, lakini pia na waandishi wetu wa habari kuweza kuhabarisha umma na kuweza kuhabarisha pia watumiaji wetu wakuu wa huduma za sekta ya mawasiliano. Lakini pia na kuwashukuru kwa namna moja au nyingine wale ambao wanakuwa wamechangia na kuwezesha mafanikio haya. Na nafurahi zaidi kuwaona TISPA, nafurahi zaidi kuwaona wajenzi wa minara, kiwemo TAWACO, wakiwemo Helios Tower, lakini kampuni zetu za simu na waona Halotel, Vodacom, Yas, TTCL pamoja na Airtel. Lakini na wadau wengine wote kama kuna ambao nitakuwa sijawataja TISPA na wengineo. Tunawashukuru sana kwa sababu bila nyinyi kufanya haya yaliyofanyika tusingekuja hapa na kuweza kusema, huenda tungekuwa tunaanza kuhangaika jua sasa tutokeje kuweza kurekebisha hali hii. Kama ambavyo imeelezwa, wote tunafahamu sekta ya mawasiliano imeendelea kukua na kuwa ni sehemu muhimu sana ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini kwetu. Takwimu za robo mwaka inayoishia Juni 2026 zinaonyesha kwamba matumizi ya huduma za simu, internet, utangazaji, posta na usafirishaji wa vifurushi yanaendelea kuongezeka. Mwenendo huu unaonyesha mabadiliko muhimu hususan katika maisha ya Watanzania kwenye simu na internet, kwa sababu si tena dhana za mawasiliano peke yake, lakini zimekuwa ni miundombinu muhimu sana katika kuwezesha biashara, elimu, ajira, huduma za kifedha, upatikanaji wa taarifa, huduma za kijamii na mawasiliano kati ya wananchi na taasisi. Taarifa hii fupi ambayo nitawapitisha tunaelezea hali ya sekta ya mawasiliano katika robo ya 4 ya mwaka wa fedha uliomalizika 2025/26 kuanzia mwezi Aprili hadi Juni mwaka 2026. Katika kipindi hicho cha robo mwaka kinachoishia Juni 2026 ikilinganishwa na robo mwaka inayoishia Machi 2026, idadi ya usajili wa laini za simu ilifikia milioni 117 ambao ni sawa na ongezeko la 4.51. Kwa upande wa usajili wa internet uliongezeka kwa 6.48 na hatimaye kufikia laini milioni 62.7. Matumizi ya huduma ya internet yaliongezeka kwa 11.65 kufikia petabyte 1041, na ukiangalia ni kama GB bilioni 1 zimeweza kutumika kwa miezi tu hiyo mitatu. Na idadi ya dakika ndani ya nchi imeongezeka kwa 7.44. Aidha, kwa upande wa simu janja au smartphone, penetration ilifikia milioni 31.34 ambayo ni sawa na ongezeko la 5.16. Vile vile kwa upande wa akaunti za pesa mtandao zilizoongezeka kwa 7.5, hatimaye zimefikia akaunti milioni 87.05. Ongezeko hili linaonyesha kwamba shughuli za wananchi zinaendelea kuhamia zaidi katika majukwaa ya kidijiti kama ambavyo tunafahamu. Katika huduma za utangazaji, idadi ya visimbuzi vilivyolipiwa imeongezeka kwa 8.18, na kwa sasa tuna visimbuzi vilivyolipiwa milioni 2.26. Idadi ya wateja 240,467 ikiwemo kampuni, taasisi na watu binafsi walitumia huduma za posta na usafirishaji wa vifurushi na vipeto sawa na ongezeko la 3.71. Takwimu hizi zinaonyesha ongezeko la utumiaji wa huduma za mawasiliano ambazo zimewezeshwa na kuenea kwa miundombinu ya mawasiliano nchini. Sekta hii kama tunavyofahamu, sekta ya mawasiliano yenyewe ni sekta wezeshi na inachangia kukua kwa sekta nyingine.
Huduma na bidhaa za mawasiliano ni za msingi katika maisha ya wananchi kijamii na kiuchumi, na sekta hii imeendelea kuwa ya kimkakati na ya msingi katika maendeleo ya uchumi wa kidijiti na uchumi wa bluu Tanzania, kuanzia ngazi ya mtu mmoja mmoja katika ngazi ya kaya, taasisi na kitaifa. Huduma wezeshi mawasiliano inaokoa muda, wote tunafahamu kila mmoja namna ambavyo anaendelea kufanya matumizi. Tumeongeza urahisi na kasi ya upatikanaji wa huduma mbalimbali kwa viwango vyenye ubora zaidi. Kwa upande wa hali ya sekta katika huduma za mawasiliano ya simu na internet, sekta ndogo ya mawasiliano ya simu na internet imeendelea kukua kwa kasi na inajumuisha huduma za simu za sauti, data na jumbe fupi au SMS. Tapenda kutoa muhtasari wa ongezekaji wa line za simu kwa robo kama 6, nikianza na robo ya Machi 2025, Juni 2025, Septemba 2025, Disemba 2025, March 2026 na sasa June 2026. Ukiangalia kwa upande wa idadi ya line za simu, tukichukulia kwa mwaka mmoja nyuma au miezi 15 nyuma, ilikuwa idadi ya line za simu milioni 90,377,995. Kwa Juni 2025 ziliongezeka kwa 3%. Line za simu zilikuwa na idadi ya milioni 92,735,798. Ukienda kwa Septemba mwaka 2025, miezi ile mingine ilikuwa ni 3%. Kati ya Juni mpaka Septemba 2025 ilikuwa na ongezeko la line za simu 7%, kufanya jumla ya line milioni 99.2, na kwa Desemba 2025 ilikuwa line 106,935,201 ambayo ilikuwa ni sawa na ongezeko la 8%. Kwa Machi 2026 tulikuwa na jumla ya line za simu milioni 111,907,235, ambapo kati ya Disemba na Machi yenyewe kulikuwa kuna ongezeko la line kwa 5%. Kija Juni sasa, muda ambao ndo tunatolea ripoti robo mwaka hii, tuna line za simu kama ambavyo nilitangulia kusema katika utangulizi, milioni 111,952,295 ambao ni sawa na 4.51%. Idadi hii ya line inahusisha line zinazotumiwa na watu kwenye mitandao ya utoa huduma watano: Airtel, Halotel, Yas, TTCL na Vodacom. Na laini hizi zimeenea kwa 197% miongoni mwa watu. Hii inaonyesha kwamba kuna laini nyingi zaidi kuliko idadi ya watu, kutokana na mtu mmoja kuwa na laini zaidi ya moja, na wengi wanakuwa na laini zaidi ya moja kwa matumizi tofauti. Wako ambao wanatumia laini zao kwa matumizi ya sauti, wengine kwa matumizi ya biashara, wengine katika matumizi ya huduma za kifedha, wengine biashara mtandao, lakini pia na huduma nyingine mbalimbali za kidijiti. Kwa upande wa usajili wa internet, tukirudi pia nyuma kuanzia Machi 2025, katika usajili wa internet mwaka Machi 2025 ilikuwa usajili ulikuwa milioni 49, wananchi milioni 49,333,839. Miezi mitatu baadaye, kiwango hichi cha milioni 49.3 Juni 2025 kilikuwa ni milioni 54.078, ambayo iliongezeka kwa miezi mitatu kwa 10%. Tukienda Septemba 2025, kwa upande wa usajili wa internet ulifikia watu milioni 56,322,287, ambayo ukilinganisha na miezi mitatu Juni 2025 na Septemba 2025 kulikuwa na ongezeko la 4%. Kwa Disemba 2025 usajili wa internet ulifikia watu milioni 58,106,264, ambayo ilikuwa ni sawa na ongezeko la 3%. Kwa upande wa March 2026 yenyewe tuliweza kushuhudia ongezeko la 1% katika usajili wa internet, ambako kiwango kilikuwa ni kwa watu milioni 58,974,820. Na kwa muda ambao leo hii ndio tunatoa ripoti hii ya June 2026, tumeweza kufikia usajili wa internet kwa watu milioni 62,793,000
986 ambao ni sawa na ongezeko la 6%. Tunaeleza ongezeko hili la laini za simu pamoja na usajili wa internet kwa sababu unaona kabisa, unaweza kuona ongezeko ni kubwa, lakini mtu wa kawaida atatamani kujua sasa nini kimetokea, imeleta athari gani chanya. Ukiangalia namna ambavyo imeweza kusaidia, wengine anapigia ndugu zake kwa mawasiliano tu ya simu, wako wengine kwa biashara wametumia kwa ajili ya kuwasiliana na wateja wao, wako wengine ukiangalia kwenye upande wa elimu, kama ni mzazi ameweza kupokea taarifa kutoka shule au mwanafunzi, lakini vile vile hata kutumia katika kutoa elimu na kufundisha na kuboresha mazingira ya kujifunza na kufundishia. Asilimia 42.55 kwa Machi 2026 na kwa sasa Juni 2026 ni asilimia 44.74. Simu hizi janja zimesaidia sana kuwezesha watumiaji wengi kutumia huduma zinazotokana na teknolojia za kisasa na uzao wa mbele au generations wa mawasiliano kupitia vifaa vya mkononi. Hii inamaanisha kwamba bado Watanzania wako wengi ambao wana simu, lakini wengi wao bado hawana simu janja au simu zenye uwezo mzuri zaidi wa kuweza kutumia programs mbalimbali na huduma za kisasa ili kuweza kuwa na matumizi mazuri zaidi ya internet. Mfano, ukiangalia kwa mkulima ambaye anakuwa na simu ya kawaida, wengi wao wamekuwa akiweza kutumia simu kupata taarifa za bei, lakini ukiangalia kwa mwenzake mwenye simu janja au smartphone, anaweza akaitumia simu ile kwa ajili ya kupata programs mbalimbali, akapata taarifa za hali ya hewa kama ni mkulima, akaweza kujifunza mbinu na stadi za kisasa za kilimo, akaweza kupiga picha ya mmea na kuweza kubaini kama mmea una ugonjwa au la, lakini kuweza kujua atumie maji kiasi gani katika umwagiliaji, atumie pembejeo zipi, atumie mbolea za aina gani, mpaka aweze kufikia mavuno na kuweza kupata mavuno yenye tija, lakini pia kuweza kutafuta wanunuzi wa bidhaa au mazao aliyozalisha, na hatimaye mwisho wa siku katika mnyororo wa thamani kuweza kufanya malipo au kulipwa kupitia mbinu za kidijiti. Na hii ndio maana halisi ya kuwa na sehemu ya uchumi wa kidijiti, na tunatamani tufikie kuelekea huko, na ndio maana tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba pamoja na kuweka miundombinu ya mawasiliano, tunaendelea kupambana watu wengi zaidi waweze kuwa na matumizi ya mawasiliano hayo, waweze kumiliki simu hizo janja kwa wingi zaidi, lakini hatimaye pia waweze kuzitumia na kuwa na ujuzi pia na elimu sahihi ya kutumia simu hizo janja. Lakini eneo la tatu ni miundombinu ya mawasiliano. Miundombinu ya mawasiliano imeendelea kuchangia katika ufikiwaji wa huduma za mawasiliano kwa watu mbalimbali hapa nchini. Na kama mtakumbuka, tarehe 10 Aprili 2026, Mheshimiwa Rais aliweza kuzindua mradi wa minara 758 ya mawasiliano, mradi ambao uliwezeshwa na mfuko wa mawasiliano kwa wote Tanzania UCSAF, na mradi huu ulitekelezwa na serikali kupitia TCRA na UCSAF na waendeshaji wa mitandao ya simu, na umeongeza upatikanaji wa huduma za mawasiliano kwa takriban wananchi milioni 8.5, mradi ambao umenufaisha vijiji 1400 katika mikoa 26 Tanzania bara, lakini pia imeweza kunufaisha minara 45 ambayo ilikwisha kamilishwa kwa upande wa Zanzibar. Kuongezeka huku kwa minara ya mawasiliano kumeendelea kuipatia sifa nzuri Tanzania kimataifa, ambako hata hivi karibuni Geneva, Uswisi, ITU iliweza kutoa tuzo maalum kwa Tanzania kupitia mradi huu ambao uliweza kupigiwa mfano kama mradi wa kielelezo katika upatikanaji wa mawasiliano nchini, na haswa katika maeneo ya pembezoni, katika maeneo ambayo unakuta watu wengine hawana appetite ya kwenda kuwekeza katika ujenzi wa minara hiyo ya mawasiliano. Minara hii mipya ambayo nimeieleza imechangia sana kwa kiasi kikubwa na kuweza kupanua huduma za simu za mkononi uzao wa 3, uzao wa 4 na wa 5 au 3G, 4G na 5G, na kufikia tarehe 30 Juni 2026 kuenea kwa teknolojia hizi za 3G, 4G na 5G miongoni mwa watu kulikuwa 93.9 kwa 3G,
asilimia 94.39 kwa 4G na asilimia 34.18 kwa upande wa 5G. Kwa upande wa kijiografia, 3G imeenea kwa asilimia 76.41 na kwa upande wa 4G imeenea kwa asilimia 77.53 na kwa upande wa 5G imeenea kwa asilimia 11.34 ya eneo letu la Tanzania. Teknolojia za 4G na 5G zimekuwa zikiwezesha upatikanaji wa internet, lakini pia uhamishaji wa data kwa kasi kubwa zaidi na kasi ya juu, na zinawezesha kusaidia kupakia, kuupload na kupakua video, kudownload kwa ubora wa juu zaidi. 5G inawezesha vifaa vingi vya watumiaji kuunganishwa bila kuathiri kasi na ubora wa huduma. Kwa takwimu ambazo nimezieleza, karibu ukiangalia asilimia 94 ya watu wanaishi katika maeneo ambayo huduma ya 4G inapatikana. Hivyo changamoto ambayo tunayo kwa sasa sio ujenzi wa mtandao wa 4G. Changamoto ambayo tunayo na tunaendelea kupambana nayo kuitekeleza kuhakikisha tunapata suluhu yake ni kuhakikisha wananchi wengi zaidi wanaweza kutumia mtandao wetu wa huduma ya 4G ili tuweze kufikia coverage ya 100% na hatimaye baadaye tuweze kuescalate katika matumizi ya 5G pia kwa 100%. Lakini kuhakikisha watu wetu sasa tushaweka miundombinu ya 4G kwa 94% watu wetu wanaweza kutumia sasa. Kuhakikisha watu wetu wana simu janja kwa kiwango hicho kiongezeke. Kuhakikisha huduma inayopatikana na ubora, lakini kuhakikisha wananchi wetu wana ujuzi sasa wa kuendelea kutumia huduma za kidijiti. Serikali kupitia Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari na taasisi zake, lakini kwa kushirikiana na sekta binafsi, tunaendelea kushughulikia changamoto hizi. Eneo la 4 kwa upande wa huduma za internet. Kwa upande wa matumizi ya internet na data, wote mmeendelea kushuhudia namna yanavyokuwa kwa kasi. Kwa sehemu hii, eneo hili linachangia kasi ya kukua kwa uchumi wa kidijiti, na laini zilizotumika kupata huduma za internet kama nilivyoeleza ziliongezeka kwa asilimia 6.43 kutoka laini milioni 58.8 mwezi Machi 2026 hadi line milioni 62.7 kufikia mwezi Juni 2026. Na hii ina maana kwamba idadi ya njia ambazo Watanzania wanaweza kuunganisha simu au vifaa vyao vya mawasiliano kwenye internet imeongezeka, na mtu mmoja sasa anaweza kuwa na usajili zaidi ya mmoja. Mwingine anaweza akawa na line kwenye laptop, bado anaweza akawa na line kwenye simu, bado anaweza akawa na line kwenye iPad pamoja na vifaa vingine vya mawasiliano. Ndio maana unaona ukiangalia idadi ya Watanzania tuliopo kulinganisha na idadi ya line za usajili wa internet na line za usajili wa simu, unaweza ukaona kuna ongezeko kubwa, na hii ndio sababu yake. Kwa upande wa matumizi ya data, na yenyewe yaliongezeka kwa asilimia 11.69 kutoka petabyte 932 Machi 2026 hadi kufikia petabyte 1041 kama nilieleza kwa mwezi Juni 2026, na hiki ni kiwango na kiasi kikubwa sana cha taarifa. Kama nilivyosema, ni zaidi ya GB bilioni 1 za data zilizotumiwa na wananchi kupitia utazamaji wa video, kupitia matumizi ya mitandao ya kijamii, kupitia wengine kujifunza masomo mitandaoni, kutafuta taarifa za kilimo, huduma za afya mtandao, kufanya biashara mtandaoni na biashara zingine, huduma za fedha, kutafuta ajira, lakini pia kupata huduma mbalimbali za kidijiti na matumizi mengineyo. Vile vile tumeshuhudia kuongezeka kwa vikoa vya Tanzania au .tz, ambapo kwa vikoa vya Kitanzania vilivyosajiliwa vya .tz vimeongezeka kutoka vikoa 38,409 mwezi Machi 2026 hadi kufikia vikoa 40,528 mwezi Juni mwaka huu, na hii ni ongezeko la asilimia 5.5. Vikoa vya .tz vina faida zaidi kilinganisha na vikoa vya .com kwa kuwa kwanza, kwa kuweka tu ile .tz inaitambulisha nchi na taasisi husika, na hivyo inaendelea kujenga zaidi imani ya watumiaji wa tovuti husika. Kwa upande wa huduma za pesa mtandao, tukianza na moja, akaunti za pesa mtandao imekuwa ni nguzo muhimu ya kiuchumi wa kidijiti, ambapo tumeona namna gani imeendelea kusaidia
kujenga uthabiti wa mfumo lakini usalama wa malipo. Na wote tumeendelea kushuhudia namna ambavyo Tanzania imeendelea kuendeleza mfumo jumuishi wa kifedha kutokana na kuongezeka kwa watumiaji wanaofanya miamala kupitia, ambapo ukiangalia 74.5% ya laini za simu za mkononi zinazotumika zina account za huduma za pesa mtandao, kiwango ambacho ni kikubwa kwenye ongezeko hili. Aidha, akaunti za fedha kwa simu ziliongezeka kwa 7.5% kati ya mwezi Machi na Juni 2026 kutoka akaunti za fedha kwa simu akaunti milioni 80,977,268 hadi kufikia akaunti milioni 87,46,089. Aidha, kwa sasa mwananchi anaweza kupokea mshahara au fedha kutoka kwa ndugu, jamaa, marafiki, wadau na washirika mbalimbali wa kibiashara ya maendeleo. Anaweza kutuma fedha kwa ndugu zake na mambo mengine. Anaweza kulipia bidhaa dukani, anaweza kulipia bili za maji, umeme, mawasiliano, anaweza kununua vocha, anaweza kulipia ada, anaweza kufanya malipo ya kibiashara bila hata kuhitaji kubeba fedha taslimu. Kwa upande wa matukio ya ulaghai mtandaoni, matukio ya ulaghai na utapeli kupitia simu za mkononi tumeshuhudia yakipungua kwa 25.29 kutoka matukio 9816 katika robo iliyoishia mwezi Machi 2026 hadi matukio 7334 kwa mwezi Juni 2026. Kwa upande wa mikoa ya Rukwa na Morogoro, bado ni moja ya mikoa ambayo inaongezeka kwa matukio hayo ya ulaghai na utapeli. Mikoa hii imekuwa ina matukio 2495 kwa upande wa Rukwa, na kwa upande wa Morogoro imekuwa ikiwa na matukio 2199. Na ili kuweza kuendelea kukabiliana na changamoto hii, mamlaka yetu ya mawasiliano Tanzania au TCRA imeendelea kutoa elimu kwa umma na watumiaji wa huduma za mawasiliano kuhusu usalama wa mtandao. Katika elimu hiyo, TCRA imeendelea kusisitiza umuhimu wa watumiaji kuwa waangalifu na jinsi ya kujilinda wanapokuwa mitandaoni ili kuhakikisha wanaepuka utapeli. Kwa upande wa huduma ya utangazaji, takwimu za utangazaji zinaendelea kuonyesha kwamba hali iliyokuwepo ya kupungua kwa idadi ya visimbuzi kwa matangazo ya televisheni imepungua kutokana na kuanza kuongezeka kwa vifaa hivyo. Aidha, idadi ya visimbuzi vilivyolipiwa iliongezeka kutoka milioni 2.09 kwa mwezi Machi 2026 hadi visimbuzi milioni 2.26 kwa mwezi Juni 2026. Hapo awali kulikuwa na mwelekeo wa kushuka kwa visimbuzi ambavyo idadi hiyo ilipungua kutoka visimbuzi milioni 2.3 kwa mwezi Septemba 2025 hadi kufikia visimbuzi milioni 2.09 mwezi Machi 2029. Ongezeko hilo linatokana na hamu ya mashabiki wa mpira kufuatilia mashindano ya Kombe la Dunia la soka mwaka 2029 yaliyofanyika kuanzia tarehe 11 Juni hadi 19 Julai 2026. Aidha, kwa upande wa mawimbi ya redio ya FM yamefikia 85.5 ya watu na yameenea kwa 62.20 ya maeneo ya kijiografia ya nchi yetu. Aidha, ueneaji wa huduma za utangazaji unaonyesha kwamba visimbuzi vilivyounganishwa kwa njia ya mitambo iliyosimikwa ardhini au DTT vilienea kwa 58% ya watu na eneo la kijiografia la nchi kwa 33%, huku visimbuzi vilivyounganishwa kwa njia ya satellite au DTH vikiongezeka pia. Kwa upande wa huduma za posta na usafirishaji wa vifurushi na vipeto, huduma za posta zilionyesha hali tofauti kwa robo ya mwezi Aprili mpaka mwezi Juni 2026. Aidha, takwimu zimeendelea kuonyesha kupanda na kushuka kwenye maeneo mbalimbali. Kwa upande wa huduma za posta, kulikuwa na ongezeko la bidhaa za kiposta zilizotumwa na kupokelewa kimataifa, lakini kumekuwa na kupungua kwa huduma hizo ndani ya nchi. Aidha, bidhaa za kiposta zilizotumwa kwenda nje ya nchi ziliongezeka kwa 40.8
kutoka bidhaa za kiposta 32,565 katika robo iliyoishia mwezi Machi 2026 hadi kufikia bidhaa 45,850 mwezi Juni 2026 kwa bidhaa za kiposta zilizotumwa kwenda nje ya nchi. Aidha, kwa bidhaa za kiposta zilizopokelewa kutoka nje ya nchi ziliongezeka kwa 52.2 kutoka bidhaa 44,555 kwa mwezi Machi 2026 hadi bidhaa 67,800 kwa mwezi Juni 2026. Kwa upande wa bidhaa za kiposta zilizotumwa ndani ya nchi, kama nilivyoeleza awali, zilipungua kwa 9.9 kutoka bidhaa za kiposta 546,644 kwa mwezi Machi 2026 hadi bidhaa 492,335 kwa mwezi Juni 2026 na kufanya punguzo la kupungua kwa 9.9. Kwa upande wa vifurushi na barua vilivyopokelewa ndani ya nchi, navyo vilipungua kwa 1.6 kutoka 907,759 mwezi Machi hadi bidhaa 893,673 mwezi Juni 2026. Na hii labda nipende tu kusema kwa nini kuna punguzo hilo. Unaweza mkawa mnataka kujiuliza, ukiangalia sasa hivi vitu vingi vimeenda kidijitali. Na ukiangalia vya kutuma nje ya nchi na kuingia nchini, wengi unakuta ni katika biashara hizi za kimtandao zaidi. Watu wanafanya wanaagiza vifaa vyao Alibaba na kwingineo Amazon, kwa unakuta wanatumia zaidi nje ya nchi kwenda na kuingia, imerahisisha. Lakini kwa ndani ya nchi huko, katika mawasiliano wengi saizi ni katika email, tunaenda katika OTT katika WhatsApp na huduma zingine, ambao unajikuta sio kama zamani ambapo unakuta tunatumia barua, uende posta, uposti na mengine. Ndio unaona kuna punguzo hilo la 9.9. Kwa upande wa ubora wa huduma, TCRA katika kipindi cha robo mwaka, kama nilivyosema, kila kipindi cha robo mwaka ndani ya miezi mitatu, tumekuwa tukiendelea pia kupima ubora wa huduma wa mtandao yote ya simu, yani Vodacom, Yas, Airtel, Halotel na TTCL, ili kuweza kutathmini utendaji wa mitandao na hali ya ubora kwa watumiaji kulingana na vigezo vya upimaji ambavyo vimewekwa kwa kanuni. Katika kipindi cha robo hii mwaka tunayomaliza muda wake, Aprili Juni 2026, TCRA imefanya upimaji katika mikoa au maeneo 22 nchini na kubaini kuwa kwa jumla kiwango cha ufikiaji wa vigezo vya kanuni vilivyowekwa kwenye ubora imeongezeka kwa 2.1 kutoka viwango vya ubora 94.3 katika kipindi cha Januari hadi Machi 2026 hadi kufikia ubora wa 96.4 kwa mujibu wa vigezo vilivyowekwa na kanuni. TCRA imefanya vikao na watoa huduma husika ambao walikuwa hawajafikia vigezo vya ubora kwenye baadhi ya maeneo, na tumewapatia maelekezo watoa huduma hao waweze kuboresha huduma zao, ikiwemo kuongeza wigo au signal coverage na kasi ya upakuaji na upakiaji wa data katika mtandao. Kwa upande wa maeneo ambayo yalibainika kuwa na ubora hafifu, baada ya kupima ubora wa huduma, ambayo watoa huduma wameelekezwa kutatua kwa haraka na kuboresha huduma, ni katika mikoa ya Dodoma, katika mkoa wa Geita, katika mkoa wa Kagera, katika mkoa wa Katavi, Kigoma, visiwa vya Pemba pamoja na Unguja, Zanzibar, Tabora na Rukwa, lakini pia kwa upande wa hapa Dar es Salaam katika maeneo ya wilaya ya Ubungo pamoja na wilaya ya Kigamboni. Kwa upande wa changamoto hizo kama nilivyoeleza na hatua ambazo tumezichukua, TCRA kupitia mfumo wake wa ufuatiliaji wa usajili wa laini za simu umeendelea pia kufuatilia na kuhakikisha kwamba watoa huduma wote wanadhibiti vitendo vya udanganyifu kwa haraka na kwa wakati, ikiwemo kuwapatia maelekezo kuhakikisha wanazuia usajili wa laini za simu usiofuata taratibu za kikanuni na wenye nia ya kufanya vitendo vya ulaghai au utapeli kwa wananchi. Katika kipindi cha miezi mitatu cha Aprili hadi Juni 2026, TCRA ilifanya ufuatiliaji
pamoja na upekuzi wa ulaghai katika mitandao ya simu na kubaini jumla ya laini za simu 7,334 zilizobainika kufanya matukio ya ulaghai. Aidha, matukio ya ulaghai yaliyoripotiwa katika kipindi hicho cha miezi mitatu cha Aprili hadi Juni 2026 yalipungua kwa 25.29 ikilinganishwa na kipindi cha Januari hadi Machi 2026 ambayo ilikuwa na jumla ya matukio ya ulaghai 9,817. Kupungua huku kwa matukio ya ulaghai kunatokana na upekuzi na ukaguzi mbalimbali zilizofanywa na TCRA kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi kupitia Wizara yetu ya Mambo ya Ndani katika mikoa ya Dar es Salaam, mikoa ya Arusha, Mbeya pamoja na Mara, zikiwalenga wahusika na kufanya ambao wanafanya matukio ya ulaghai nchini pamoja na wahusika ambao wamekuwa wakipanga matukio ya ulaghai. Vile vile TCRA kwa kushirikiana na wadau wote wa mawasiliano na vyombo vya ulinzi na usalama vimepanga kufanya kikao kazi cha pamoja mwezi huu Agosti ili kutathmini njia bora ya kudhibiti vitendo vya kitapeli pamoja na ulaghai, na haswa katika maeneo yanayoonyesha kuwa chimbuko kubwa zaidi la matukio haya ikiwemo mkoa wa Rukwa pamoja na mkoa wa Morogoro. Aidha, katika kuhamasisha wananchi kuchukua tahadhari, TCRA inaendelea kutumia kampeni mbalimbali za kuongeza uelewa na usalama wa watumiaji wa huduma za mawasiliano ikiwemo futa au delete kabisa, inayohamasisha wananchi kufuta jumbe na taarifa za kitapeli badala ya kuzisambaza, sambaza mchongo na sio uongo, kampeni inayosisitiza umuhimu wa kutothibitisha au kutosambaza taarifa zisizo sahihi, kwa ya kidijitali, kampeni ambayo inalenga kuongeza uelewa na matumizi salama ya teknolojia za kidijitali, pamoja na uhamasishaji kuhusu sim card verification au uhakiki wa usajili wa laini za simu ili kuhakikisha watumiaji wanatumia laini zilizosajiliwa kwa usahihi na kwa mujibu wa taratibu. Na tunapenda kuchukua nafasi hii kuwahimiza wananchi kutotoa PIN au namba zao za siri, kutotoa OTP, nywila au taarifa nyingine za siri, kutobofya link zisizojulikana, kuthibitisha taarifa kupitia vyanzo rasmi na kuripoti mara moja pindi wanapobaini au kukutana na vitendo vya ulaghai au utapeli. Kupitia njia hii, TCRA inalenga kupunguza matukio ya utapeli, lakini pia kujenga mtumiaji atakayekuwa na uelewa na uwezo wa kujilinda katika mazingira ya kidijitali. Na kwenye eneo hili tu nipende kusema, unapopokea ujumbe ambao huelewi, unapopokea ujumbe wa kitapeli, unaambiwa tuma kiasi kadhaa kwenye namba hii na mambo mengine, tafadhali tuma namba hiyo iliyokutumia ujumbe na upeleke ujumbe kwa namba 15040 15040 na uiandike ile namba ambayo uliipokea. Unaona kwamba kuna vitendo ambavyo havikuwa sawa. Badala we kuanza kupigana naye simu, kuanza kujibizana naye jumbe mbalimbali, tutumie kwenye namba hiyo ya 15040. Weka ile namba ambayo huielewi na mashaka. Sisi huku mara moja uchunguzi utaanza kufanyika na baadaye hatua stahiki zitaweza kuchukuliwa kwanza kwa ajili ya kufunga namba hiyo, na sisi huku mara moja uchunguzi utaanza kufanyika na baadaye hatua stahiki zitaweza kuchukuliwa kwanza kwa ajili ya kufunga namba hiyo na hatua zingine za kiuchunguzi na kisheria ziweze kuendelea. Kwa kuhitimisha, nipende tu kusema kwamba serikali kupitia taasisi zake ikiwemo TCRA tunaendelea kutekeleza majukumu ya kusimamia sekta ya mawasiliano kwa kushirikiana na wadau mbalimbali katika ngazi ya kitaifa, kikanda pamoja na kimataifa ili kuhakikisha sekta ya mawasiliano inatoa mchango katika maendeleo endelevu ya nchi na kuwa kichocheo cha kuboresha maisha ya wananchi, ukuaji wa uchumi wa kidijiti na uchumi wa bluu. Hivyo kwa takwimu za petabyte 1041 za data, line milioni 117, usajili wa internet milioni 62.79, simu janja wananchi milioni 31.34, akaunti za pesa mtandao milioni 87.05, visimbuzi milioni 2.26,
na mamia ya maelfu ya bidhaa zinazotumwa na kufikishwa kwa njia ya posta na courier zetu zinapaswa kuonekana kama sehemu ya picha moja kubwa ambayo Tanzania inaendelea kujenga uchumi wake na jamii inayotegemea mawasiliano. Jukumu la serikali na wadau wa sekta kwa sasa ni kuhakikisha kwamba ukuaji huo unaendelea kuwa jumuishi, kuhakikisha tunaendelea kupanua miundombinu, kuhakikisha tunaendelea kuongeza ubora wa huduma, kuhakikisha tunapunguza vikwazo vya gharama, kuhakikisha tunaongeza ujuzi wa kidijiti, kuhakikisha tunaendelea kulinda watumiaji na kuhamasisha matumizi ya teknolojia kwa shughuli zenye tija. Aidha, kuanzia sasa serikali kupitia TCRA itakuwa ikitoa takwimu za sekta ya mawasiliano kila robo mwaka kupitia vyombo vya habari ili kuongeza uwazi zaidi, kuleta ufafanuzi, lakini kujenga uaminifu kwa wananchi, kuonyesha maendeleo ya sekta na kuhakikisha umma unapata taarifa sahihi na kwa wakati. Nihitimishe kwa kuwashukuru sana wadau wetu wa huduma za mawasiliano. Nyinyi ndio mmeweza kuyafanikisha yote haya. Lakini vile vile kwa upande wa huduma za utangazaji na wengine wote katika huduma za posta, asanteni sana, hongereni. Tuendelee kufanya kazi pamoja kuhakikisha tunakuza zaidi, na tunapofika katika ripoti nyingine ya Septemba 2026 basi tuweze kuona matokeo makubwa zaidi yenye manufaa kwa Watanzania. Watanzania wanataka kuona tafsiri zaidi ya haya tunayoeleza ya kitafsiri katika maisha yao ya kila siku. Kipekee ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ukiangalia ndani ya miaka yake mitano, tukiangalia katika swala tu la penetration ya 3G, ameingia 5G mwaka 2021 ilikuwa ni 0% kabisa. Lakini unaona sasa hivi tumeenda kwenye 34%, na tunaamini kabla hajamaliza kipindi chake cha uongozi tutakuwa tumepiga hatua kubwa zaidi. Lakini ukiangalia idadi ya minara unaona mabadiliko pamoja na takwimu nyingine ambazo nimezieleza. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa kweli kwa namna ambavyo anaendelea kutusimamia katika maono yake na uongozi wake thabiti, na ndio maana inatupa nguvu na heshima kuweza kutekeleza mpango wetu wa mageuzi wa kidijitali wa miaka 10 tunapofikia mwaka 2034, lakini pia ambapo tumeanza safari ya kutekeleza dira ya mwaka 2050, ambapo ukiangalia katika nguzo ya 5 masuala mazima ya tehama yameweza kuwekwa na yatakuwa na mchango mkubwa sana katika kufikia dira yetu ya 2050. Nawashukuru sana wahariri wetu, niwashukuru sana waandishi wa habari. Ni imani yetu mtaweza kuitendea haki taarifa hii, lakini kuweza kuitolea tafsiri sahihi ili mwananchi wa kawaida aweze kuona nini maana ya hali ya ripoti hii ya sekta ya mawasiliano. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asante Mheshimiwa Waziri kwa wasilishaji huo wa ripoti ya hali ya sekta ya mawasiliano kwa robo mwaka inayoishia Juni 2026. Na ripoti hiyo sasa inapatikana kupitia tovuti yetu ya TCRA www.tcra.go.tz, lakini pia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii TCRA_Tanzania. Mheshimiwa Waziri, kwa ridhaa yako naomba tupokee maswali matatu. Tutapokea maswali matatu kutoka kwa waandishi wa habari. Kwa yule ambaye ana swali naomba unyooshe mkono. Asante. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Naitwa Esther Deus Asimwe kutoka shirika la uandishi la shirika la habari Tanzania TBC. Swali langu kutoka kwenye ripoti uliotupa, tunaona kuna ongezeko la akaunti za fedha milioni 85, lakini pia katika uwasilishaji wa bajeti Wizara ya Fedha iliainisha kuipa kipaumbele malipo ya kidijitali. Kama waziri mwenye dhamana ya sekta hiyo, mmejipangaje haswa katika maeneo ya pembezoni? Asante. Haya, kwanza ni kushukuru sana Esther kwa kuonyesha interest haswa katika masuala ya ongezeko la akaunti za fedha na umuhimu wa malipo ya kidijitali. Na mimi niseme tu kwamba kwanza nampongeza Mheshimiwa Rais na tunamshukuru kwa sababu ukiangalia swala hili la hitajio la lazima la kufanya malipo yote kama ambavyo imekuwa specified kwa mujibu wa kanuni ya
158C au tangazo la serikali 158C la mwaka 2026 kupitia tangazo ambalo amelitoa Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Ukiangalia katika sheria ya fedha au Finance Act imeweka baadhi ya aina ya malipo kama categories 8 nadhani kama nitakuwa sijasahau sana. Na ukiangalia haijaweka moja kwa moja jukumu hili kwa wizara yetu, lakini kwa kuwa sisi ndio kama nilivyosema ni sekta wezeshi, tunao wajibu mkubwa sana wa kuhakikisha ueneaji huo. Tayari miundombinu imeshawekwa. Tayari ukiangalia katika ongezeko lenyewe la umiliki wa simu hizi janja na zinginezo limeongezeka. Lazima tuende huko mbele. Ukiangalia katika mifumo minne ambayo itatumika kwa ajili ya kutekeleza kanuni hii au amri hii ya Waziri wa Fedha, utaangalia unaona kwenye upande wa either kwa njia za kibenki au kwa kutumia vifaa vya kidijiti au kwa kutumia vifaa vya POS au point of sales au kwa kupitia mitandao ya simu, kupitia miamala mbalimbali. Kwa ukiangalia hata wadau wenyewe walioko humu hawa, kwanza wao wenyewe wana mchango na nafasi kubwa. Kwa huioni kama wamepewa sharti la moja kwa moja, unaweza ukaona mbona kama aliwahusu. Lakini jukumu kubwa kwa upande wetu sisi ni kuhakikisha kwanza kunakuwa na huduma iliyo bora sana. Lakini pia kuhakikisha ubora wenyewe wa mawasiliano. Yasije akawa tena ni mawasiliano ya katika. Tukajikuta pia tunapoteza miamala au kupoteza fedha. Watu wanataka kufanya malipo hayo, watu wanataka kutekeleza sheria ambayo imetungwa na Bunge kupitia malipo haya ya kidijiti, alafu unajikuta hakuna. Kwa upande wetu sisi, na naamini nitoe rai sasa kupitia kikao hiki, tuna jukumu kubwa mbele yetu. Serikali inatarajia kukusanya mapato hayo ambayo yapo na wananchi wako tayari kufanya malipo yake kama ambavyo Waziri wa Fedha kupitia serikali imeshaelekeza. Sisi kwa upande wetu tutajitahidi kuendelea kutoa elimu zaidi, kuendelea kuhakikisha watu wetu wanakuwa na ujuzi zaidi wa kuweza kutumia mifumo hii mbalimbali ya kidijiti na vyombo vyake kwa mujibu wa mifumo mbalimbali ya teknolojia ili waweze kukidhi na kutii sheria. Lakini vile vile tumeanza kupitia kampuni za simu kuhakikisha tuna finance, depende kusema tu device finance, kwa ajili ya kuweza kugharamia au kuhakikisha kwamba device hizi au simu hizi janja na simu za aina nyingine ambazo za mfumo wa kati au feature phones ambazo tayari zimeongezewa uwezo na nguvu zaidi zinaweza kupatikana kwa urahisi. Niwashukuru sana kampuni za simu ambao tayari wameshaanza wengine kufanya mifumo hii ya device financing kwa kushirikiana na kampuni za kifedha zinazokopesha zikiwemo benki pamoja na microfinance au taasisi za kifedha zinazotoa mikopo. Na nitoe rai kwa taasisi za kifedha kushirikiana na kampuni zetu za huduma za simu kuweza kutoa mikopo yenye masharti nafuu. Mikopo yenye masharti nafuu yatakayokuwa na makato madogo sana ya muda hata mrefu wa miaka hata 3 hata miaka 4 ikibidi, ili mwananchi wa kawaida anapoipata simu ile janja aweze kuigharamia kwa gharama ndogo, aweze kuimiliki, aweze kuitumia kwa muda mrefu bila hata kusikia au kupata uzito kwa kuweza kugharamia gharama hiyo. Na niwapongeze sana kwa kweli kampuni za simu ambazo tayari wameshaanza. Kwa muhimu niwaombe na wao pia wachukue kampuni ambazo tutafanya nazo kazi, zile ambazo kweli zinaweka masharti yatakayokuwa rafiki, yatakayomsaidia Mtanzania wa kawaida, ili tunaposema kuna mamalishe, kuna babalishe, kuna machinga naye anataka kutumia ile POS aweze kupokea malipo, kufanya malipo. Kama kuna mwenye nyumba ambaye naye anapangisha chumba chake, unakuta mwingine mwenye nyumba bado naye uwezo wake sio mkubwa zaidi, nyumba yake labda ni ya kawaida kabisa, lakini anatakiwa kupokea kodi ya pango la nyumba yake kupitia mifumo hii ya kielektroniki. Sasa anaipataje na ile simu? Kwa hiyo tutahitaji sana kushirikiana pamoja kupitia Benki Kuu, kupitia taasisi za kifedha, kupitia sisi wenyewe wizara, kampuni zetu zinatoa huduma za mawasiliano, lakini kubeba wale kampuni ambazo zitakuwa na masharti rafiki zitakazosaidia watu wengi zaidi kuweza kupata huduma hizo. Kwa naamini tukifanya hivyo, tutakapokuja mwaka kesho kwenye ongezeko la 44.7 tutakuja kuongea lugha nyingine, na mimi naamini hili linawezekana, na nitaomba sana ushirikiano wa kampuni zetu za huduma za mawasiliano kwa simu. Asante.
Asante Mheshimiwa Waziri. Swali langu, katika ripoti yako umeeleza kwamba upimaji wa ubora umebaini maeneo yenye changamoto ya huduma hafifu ikiwemo mikoa ya Dodoma, Zanzibar na hapa Dar es Salaam, maeneo ya Kigamboni na Ubungo. Swali langu ni kwamba serikali kupitia wizara yako itachukua hatua gani za kisheria kwa watoa huduma hawa wasiofikia vigezo? Asante sana. Kama nilivyosema, tayari tuliweza kufikia kiwango cha ubora wa 98.6 kwa mikoa ambayo nimeitaja, na kwa kuwa tuko hapa Dar es Salaam kwa upande wa wilaya ya Ubungo pamoja na wilaya ya Kigamboni, tulichokifanya tumewapa maelekezo watu wa huduma kuweza kuboresha huduma za upatikanaji ya uwigo wa mawimbi, lakini pia kuongeza kasi ya upakuaji wa data, na tutaendelea kufuatilia. Lakini sambamba na hili, kupitia TCRA pia tumejenga maabara ya kisasa sana ya kuweza kupima ubora. Tumeweka kwa magari ya kisasa kabisa ambayo yanapita kila baada ya muda fulani kuweza kuangalia kiwango cha ubora na hali ya ubora ya mawasiliano. Kwa wale ambao watakuwa hawajafikia viwango, basi sheria itachukua mkondo wake kwa mujibu wa kanuni na taratibu. Na tumekuwa tukifanya hivyo, tunapima kila robo mwaka na tunatoa taarifa, na tutaendelea kutoa taarifa katika robo mwaka nyingine ijayo. Na kwa wale watakaoshindwa, basi tutachukua hatua za kikanuni kama ambavyo tumeelekezwa. Lakini kupitia maabara yetu ya kisasa, na yenyewe pia tunaangalia vifaa vinavyoingizwa nchini, vinavyouzwa na vinginevyo. Na kwenye hili kwa kweli niwaombe sana Watanzania tuwe makini na vifaa tunavyovinunua, kuhakikisha ni vifaa ambavyo tunavinunua kwenye sehemu sahihi, lakini ambavyo kweli vimesajiliwa kupitia maabara yetu na vimepimwa ili kuwa na uhakika. Kwa kubwa tu niseme kwamba tutaendelea kuwa wakali kwa watoa huduma wetu, kuhakikisha wanazingatia kanuni katika utoaji wa huduma na kuhakikisha huduma inayotolewa katika maeneo hayo, katika minara ambayo tayari imeshajengwa, basi inakuwa na ubora ambao umekusudiwa kwa mujibu wa viwango na vigezo vya kikanuni. Asante, naitwa Humphrey Shao natoka The African Insider. Na asante Mheshimiwa Waziri kwa ripoti nzuri ambayo inaleta matumaini katika sekta ya utangazaji na wananchi walioko mtaani. Lakini katika ripoti yako Mheshimiwa Waziri umezungumzia issue ya utapeli wa mtandaoni na ukahitaja mikoa ya Rukwa na Morogoro kuwa ni kinara. Lakini je, ni lini sasa serikali itaweza kuwasaidia wananchi kupambana na issue, kwa sababu imekuwa ndio kilio kikubwa hasa katika issue ya pia ya wizi wa devices, mfano kama simu nini. Imekuwa ni changamoto kubwa sana, watu wakiibiwa hizi device wanashindwa kuzipata kwa wakati. Je, serikali imejipangaje katika huduma hii mtandao kuwasaidia Watanzania? Asante sana. Kwanza kwa upande wa lile la wizi, ni washukuru sana wizara yetu ya mambo ya ndani ya nchi. Kama tayari unajua ile IMI yako, inakuwa ni rahisi zaidi ukitoa taarifa katika kituo cha polisi na hatimaye kupitia mamlaka za wizara ya mambo ya ndani kuweza kuilock isiweze kuwa na matumizi mengine, na baadaye taratibu za uchunguzi na kuzifuatia mpaka kuzipata zinapoendelea kufanyika. Kwa kubwa niombe tu ushirikiano wa wananchi wetu wanaomiliki vifaa hivi vya kimawasiliano. Inapotokea kimeibiwa, basi kutoa taarifa mapema, kwa sababu inawezekana usitoe taarifa ukajikuta umenunua lakini kikatumika vibaya, kikaenda kufanya matukio mengine zaidi, ukaonekana kana kwamba na wewe umechangia. Kwa ni muhimu zaidi kuweza kutoa taarifa ili vyombo vyetu vya ulinzi na usalama viweze kuchukua hatua stahiki za kufungia laini hiyo, kufanya uchunguzi na hatimaye kuweza kuwatafuta walioshiriki katika uhalifu huo na wizi huo. La pili, kama nilivyoeleza, tumeendelea na jitihada, na ukiangalia bado hatujafikia 0%. Ukiangalia kila mnavyoendelea kupambana, wajanja pia bado wako ni wengi. Lakini ndio maana tunaendelea na hatua za kufanya uhakiki kupitia sim verifications, na baadaye tumekuwa tukifunga laini ambazo zinabainika kufanya matukio haya. Na ndio maana sisi tunakuja na kampeni mbalimbali za kidijitali ili kuelimisha watu wetu wawe na matumizi sahihi, lakini pia wasije wakajikuta wameingia katika kulaghaiwa kupitia huduma za mawasiliano. Na ndio maana tumeendelea kuitangaza namba ile ya 15040 ili kabla hujaendelea na chochote, kwanza
uweze kutoa taarifa, tufanye uchunguzi, tuweze kuifunga na hatimaye hatua nyingine zifuate. Lakini unajikuta hata mimi leo hii hapa tena watu wengine kabisa unajikuta ni wasomi, bado naye anakupigia naomba nimetumiwa 1 2 3. Lakini bado tumekuwa tukitangaza hii namba ya 15040. Anza wewe kwanza, andika namba ile iliyokutumia ujumbe au iliyokupigia. Inapotokea unaambiwa umepigiwa na Voda au umepigiwa na Halotel au umepigiwa na Yas au umepigiwa na TTCL au umepigiwa na Airtel kwamba ni huduma kwa wateja, haiwezi kuwa imetokea kwenye namba nyingine yoyote. Lazima wakupigie katika namba 100. Ukiona umepigiwa simu au umefanyiwa mawasiliano na kampuni ya mtoa huduma za simu kupitia namba ambayo ni nje na sio namba 100, wewe wala usihangaike naye. Wewe tuma ujumbe kwetu kwenye 15040, tuwekee ile namba ambayo ilikupigia ambayo si 100 au ilikutumia ujumbe, wala usihangaike kujibizana naye, na sisi tutaendelea na hatua zingine. Na nipende tu kusema kwamba huko mbele tunaendelea kuona hatua kali zaidi na mtaendelea kuona matokeo. Tunaomba tu ushirikiano. Asante sana. Asante Mheshimiwa Waziri kwa majibu hayo. Kwa mujibu wa ratiba yetu ni wakati wa mengineo, kama kulikuwa kuna chochote kingine ambacho washiriki mngependa kuzungumza, kama kuna lolote. Hakuna. Basi Asante sana. Jina langu ni Adam Ruhomwa, natokea Star TV. Mheshimiwa Waziri, sio vyema kama tutaongelea sekta hii ya mawasiliano kama hatujagusia eneo la gharama za internet, na ni moja ya eneo ambalo limekuwa likizungumzwa sana hata kwenye mitandao ya kijamii. Tunafahamu kwamba sasa hivi kwa mujibu wa taarifa hiyo kwamba mambo yanaenda vizuri kwenye eneo la utangazaji na hata huduma zingine. Sasa eneo la gharama za internet bado linatajwa kuwa juu. Mikakati ni ipi sasa ya kuweza kuhakikisha wadau wa kisekta wanasaidiwa, hususan wale watumiaji wa hizo huduma za internet, ili waweze sasa kuchochea ule uchumi ambao tunakusudia? Asante. Asante sana Bwana Adam. Kwanza nipende tu kusema kwamba tulishafanyaga tathmini ya kuangalia gharama za data kwa Afrika Mashariki, kwa nchi zingine za Jumuiya ya Afrika ya Kusini, kwa nchi zingine za Afrika Magharibi, na ukiangalia bado walau zilikuwa Tanzania tuko katika sehemu ambayo kidogo zina unafuu. Lakini bado tunatambua umuhimu wa gharama hizi kushuka zaidi. Kwa nipende tu kusema kwamba kama ambavyo umeeleza, imekuwa ni tamaa au matamanio ya wananchi na watumiaji wengi zaidi kwa gharama hizi kushuka, na sisi tunaliona hitaji hilo. Kwa tutakachokuwa tukiendelea kufanya kupitia TCRA, tutaendelea kufanya mapitio zaidi ili kuweza kuona gharama hizi zipi ni sahihi zaidi na ziweze kupunguzwa kwa kiasi gani ili kuleta unafuu kwa wananchi wetu. Kwa tunakushukuru kwa swali zuri kwa niaba ya Watanzania. Asante sana. Asante. Basi naomba nikukaribishe mkurugenzi mkuu kwa ajili ya kufunga. Okay. Sawa. Basi Mheshimiwa Waziri, nashukuru sana kwa wakati wako pamoja na washiriki wote kwa kuhudhuria mkutano huu, na nikutakie siku njema. Asanteni sana, tunawashukuru.